kuwa ndani ya maisha yake. Asante Bwana. Tuamini, napenda kuomba kufungua ibada ya siku ya leo. Mungu, nakushukuru asubuhi. Umekuwa mwaminifu. Tunapoanza ibada ya leo Ebeneza, na alika Roho yako Mtakatifu akatawale ibada ya Mtakatifu. Karibu ndani ya ibada ya leo. Karibu kafungue, karibu kapu wala kila kipindi ndani ya ibada ya leo. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Bwana asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Salimia mwenzako, mkaribishe ndani ya ibada ya leo. Amen. Pigie mwimbaji makofi anapoenda kucheza. Karibu kwenye viti, kila mmoja keti. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu mzima pamoja na jamii yangu. Karibu kila mmoja ndani ya ibada ya leo. Leo hatuna mafundisho. Nakaribisha watu wawili ambao wako na ushuhuda. Watu wawili ambao wako na ushuhuda. Kama uko na ushuhuda, karibu mbele. Hakuna? Haya, tumpigie makofi anapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ninamshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nami tangu mwaka huu uanze. Bwana asifiwe. Nimekuwa nikiomba na ni kwa muda hata wa miaka. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiombea boma langu, nikiomba ya kwamba Mungu akapate hakika kumulika katika hiyo boma, angalau hata kuanzia tu kwa mtu mmoja akapate kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Ninao watoto vijana 5, lakini kati yao hakuna anayejitoa kwenda kanisani na kuamua kumfuata Mungu. Imekuwa hivyo. Ninapoongea na watoto wangu kuhusu Mungu, yani ni kama hawasikii. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa ninaomba sana nikijua kwamba Mungu hawezi shindwa. Bwana asifiwe. Ilifika wakati nikaanza kuona njia zao hazifurahishi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kuomba ya kwamba hata mmoja tu Mungu akapate kumuonyesha njia ya kweli na akapate kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wapendwa, kwa nguvu zetu wenyewe na kwa uwezo wetu wenyewe sisi hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hiyo Jumapili iliyopita, kuna mahali huwa ninakuwa sikai nyumbani kwa masaa mengi. Bwana asifiwe. Nilipoenda huko Jumapili huwa siendi, lakini kuna sababu ambayo ilikuwa ni lazima niamke niende huko kwa kama 1 hour. Na sikujua ya kwamba Mungu amenena na moyo wa mtoto wangu hiyo siku ya kwamba yeye anaamka kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu hili ni jambo ambalo ametenda yeye mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameingia ndani yake. Na mtoto akasema, nilijaribu hata kupuuza, lakini nikaona ya kwamba nikipuuza hata kuna hatari mbele yangu hata ya kufa. Ananiambia mwenyewe kwa kinywa chake. Bwana asifiwe. Ya kwamba yeye alipokuwa katika usingizi,
sijui kama hayo maono aliyaona kwa siku moja ama kwa siku baada ya nyingine, lakini aliniambia akaona mtu mama ambaye amevaa mavazi meupe. Akasisitiza kumwambia ya kwamba wewe uamuke na uende kanisani, akimshika na mikono miwili kwa kichwa chake, akimwambia wewe ukitaka kupona uamuke na uende kanisani. Huyu mtoto baada ya hayo tena akaona mtu ni kama mtu, lakini sio mtu, ni mtu wa kutisha ambaye alikuwa hata tayari kumuumiza, akimwambia ukitaka nikose kukuumiza amuka na uende kanisani. Na hiyo sasa ilikuwa hiyo Jumapili saa 12 asubuhi. Na huyu mtoto alipoamuka akaanza kufikiria sana, na akaona moyo mwingine ukimwambia apuuze, lakini moyo mwingine ukamwambia hapana, wakati imefikia ambapo nisipoenda ninaweza kuumia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Moyo wake ama njia zake za kwenda shule kumpeleka grade 10 zilikuja zikawa ngumu kiasi, na katika hiyo hali hata moyo wake ni kama anataka aende ama asiende. Lakini Mungu alipofungua kidogo tukaweza kumpeleka. Nilipompeleka huko siku ya kwanza, siku ya pili, mmoja wapo wa wanafunzi ambaye ni mkubwa wa CU shuleni walikuwa wamekaa, na akaruka watoto wengine na akamfikia na akamwambia, wewe ukiokoka utakuwa mtu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto anasema alipokuwa anaambiwa hivyo, yeye yani hakufurahia, alihuzunika sana, na akasema mbona apite hao wengine na ni mimi tu ndiye anakuja kuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tangu hiyo siku alipoamuka na kwenda hapa kanisani, yeye anasema alitamani sana amfikie huyo mtoto na akamuulize, akamwambieko hata zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ninaona ulikuwa ni ufungo wa shetani, lakini Mungu mwenyewe amemumulika kupitia kwake yeye. Ninajua kwamba Mungu anaenda kuwaokoa hata ndugu zake wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sasa. Bwana asifiwe tena. Ninayo furaha ni kwa sababu hilo ni jambo ambalo mimi singeweza, lakini kwa sababu Mungu mwenyewe amelianzisha, ninajua ana sababu. Bwana asifiwe. Na ataweza kuwaokoa hata hao wengine pamoja hata na baba yao. Bwana asifiwe. Ni hayo tu, na Mungu akapate kuwabariki. Bwana asifiwe. Mwingine mwenye ako na ushuhuda? Kama hamna, ni wakati tunataka kukaribisha mtumishi wa Mungu. Tayarisha makofi. Tusimame. Tumekaa sana. Sisa. Nenda moja kwa Yesu, 2, 3, shangwe na vigelegele hadi wenye wako mrumba wasikie, si ndio? 1, 2, 3, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Karibu. God is good and all the time. Naweza pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Unaweza ongeza na kufanya zaidi ya ile, na Bwana ataweza kukubariki kwa sababu ya makusudio yake yaliyo mema. Hapo upo, uliza jirani upo. Ambia jirani umehama. Naomba tu occupy seats zenye ziko mbele yetu. Kama kiti iko mbele yako, songea. Na Bwana atubariki, tusingoje kupangwa, na Bwana ataweza kutubariki sana. May God help you as you move.
Let's keep moving. Keep moving. Asha, saidia pande hii. Naona pia kama hawaoni kama kuna kusonga. Mama Margaret, nenda kakae pale. Masi songa nani, saidia Mama Margaret kupata kibeti chake akuja kalia hapo. Bwana tubariki sana. Wewe endelea kupiga makofi. Margaret, ingia hapo. Awe Violet, ingia hapo. Huyo mwimbaji atatafuta kiti pande ile. Akuja mwambie atakawa nakaa pande ile kama anahitaji kukaa hapo mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ni wazima? Wangapi ni wagonjwa? Salimia jirani, muulize ulikuwa unakuja tu kwa ibada ama kuna mahali ulikuwa unaenda? Muulize jirani, ulikuwa unakuja kwa ibada ama kuna mahali ulikuwa unaenda? Amekwambia alikuwa anaenda safari, si ndio? Muulize sasa ndio masaa unaendanga shambani. Hebu mgeukie, muulize unaenda shambani. Uliza jirani yako kwamba huwa unaenda shambani. Aya, muulize kama unaenda shambani, hii ndio masaa unaingia shambani. Ambie kutokea leo Bwana akusaidie. Ambie kutoka tu leo Bwana akusaidie. Amen. Tuko pamoja. Niruhusu nimlete Vivian, tutaimba naye. Waimbaji wamebaki, tutatulia. Siku tutataka kuimba, tutakuja kwa ibada, kwa hiyo wakati wa kuimba si sawa? Vivian, chukua mic. Hata kama hatapatikana next, nitaimba tu na pianist na yule atakuwepo. Trevor, chukua mic, utaanza kujifundisha pewe kuimba wakati Karibu pia ameshikamana na wewe pia unaimba. Hivyo ndio tutaenda. Wokovu si wa kulazimishiwa na mwanadamu, wokovu ni wako mwenyewe. If you feel you want Christ, come to Jesus early. Biblia inasema tumtafute Bwana maadamu apatikanapo. Na umuite yeye yu karibu. It doesn't matter how far you come from. Nafurahia hii ingekuwa ni mradi wanapeana watu, najua saa 11 we were here. Kusema tunataka namba ile ya kwa ingekuwa tunapewa zawadi. Wamesema watu wote wanaenda. There's a day there's a bursary here in Ogochis ofisi, si ndio? Watu waliamuka saa 10. MCA wa Kingando and MCA wa Buhalariro also, Rebecca angekuwa hapa angekuambia, timu Buhalariro angekuambia. Walisema wana bursary. Saa 10 Rebecca alikuwa ananipigia na niambia, mama wapi bursary yako nikushikie namba? Nikamwambia mimi sitaki bursary. Saa 11, saa 12 hakuna karatasi ilikuwa bado imetembea hivi kwa mkono wa mtu. Watu waliendanga hapo saa 1 hata kuogochi. Bursary ilikuwa imeisha yote. Hata Masi angekuwa hapa angekuambia yule Masi Omondi. Alienda saa 1 akapata hakuna hata piece moja hivi ya karatasi inaitwa bursary. Paka wenye walienda saa 1 waliandikwa tu majina. Sasa sijui kama walipokea ama wakupata. Na hizo ni vitu vya ulimwengu ambao hatuendi nazo hata masomo tuendi nayo, yanatusaidia tu kuishi, lakini hatuendi na. Bwana asifiwe. Itakuwa mzuri kama utajua Mungu unamwabudu ya kwamba ni Mungu wa kiwango gani. Tuko pamoja. Praise God. Amen. Haijalishi unatoka bali. There's people in Busia here that are serving Kakamega na wanatumia pesa. People in Busia here that are serving where? Bungoma. Tunataka kila mmoja wetu ajue Mungu wake ni Mungu anayetosha aje. Hatutakubembeleza kuja kwa ibada. Muda wote nitakuwa na nyinyi, mtapata hata kama tumemaliza kuhubiri, na tutashikilia pale na utaenda nyumbani. So jiite mkutano na Bwana atakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. And this to programa, usingoje mtu. Keep up na ibada,
ili sisi tuendelee na ibada. Kila mtu akimhitaji Mungu atampata penye alimwachia. Tuinue mikono unapoenda kumwabudu Bwana, tayari kwa ajili ya fundisho la leo, na Bwana atatubariki. Uwe tayari kumwambia Mungu makosa yako, sababu huu ni muda mwafaka wa Mungu. Na bado hakika kama ingekuwa ni shamba sijui, unless mimi ndio naweza enda shamba masaa kama haya nikimaliza kazi yangu ya nyumba, lakini wewe najua unaenda shambani very early. Oh, hallelujah, thank you Jesus. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru. Niseme nini Baba, Kanisa la Mungu tumwabudu Bwana. niseme nini Baba, Niseme nini Baba, niseme bali ninashukuru. niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru. Niseme nini Baba, Niseme niseme nini Baba, niseme. bali ninashukuru. Katika hii nafasi ruhusu mama kanisa afungue hizi beti zenu. Nini kifikapo za sadaka tuweke sadaka. Yule atakuwa amesalia asione ni kama ni sadaka huwa tunangojea. Akisikia atatoa sadaka na fungu lake, kama hatasikia pia ni vinafaa yeye mbele za Mungu. Tunaanza vile huwa tunaanza katika kutolea Mungu matoleo, toa tukishunguka. Make sure tumeanza na ile timu, hiyo timu imalize na ile ingie hivi, na Bwana atatubariki. Tuombe juu ya sadaka zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya matoleo ya kila mwanao wa kiume na wa kike. Mbele zako wanaleta sadaka na zaka na fungu la 10 na vyote umewajalia kwa wiki hii. Wana kiu na hamu, ndio hao wameingia kwa ajili ya kuabudu, na Bwana unawaneemeshe katika matoleo haya. Kila mmoja ametwika sadaka yake mzigo. Wewe uliyebeba mizigo ya Ibrahimu, kabeba mizigo ya Nuhu, na hata leo utabeba mizigo yetu mahali hapa kwenye madhabahu haya. Bwana, wewe unayejibu kwa moto, wewe unayejibu kwa pendo, jibu kila mmoja sawa ya neno lako. Hatukumtolei mwanadamu Baba, tunakutolea wewe kwa sababu ya kusudi ya uzima na uhai na wokovu umetujalia sisi Baba. Sisi si wema hata dakika kidogo, ni kwa ajili ya dhambi na maovu imetuzidi. Inatupasa kuingia nyumbani mwako kwa ajili ya toba na kosa ambao tumeyakosa, kwa ajili ya toba na msamaha, ili tupate ondoleo la dhambi. Siku hii tunapenda kuleta sadaka. Wengine tumegombana tukakasirika, Bwana, katika mabaya yetu tusamehe tunapoleta sadaka, na sadaka zipate kibali kwako. Wengine wamekuja kutoa wakiwa na malalamiko ya kila asubuhi, ugombi wa sadaka, ugombi wa tithe. Bwana, leta rehema katika mioyo ya wanao, wajue kwamba kifunguu cha baraka ni kukutolea wewe Mungu na kuwekeza nyumbani mwako, iwe kiwemo chakula. Na zungumza na hai ukasema Hagai ya kwamba moja, kwamba umeacha nyumba yako imekaa katika ukiwa, hali wao wamekaa katika nyumba za mapambo. Mungu unaishi, kanisa lako liko mkononi mwako. Madhabahu haya yajitwalie utukufu toka kwako, kwa kila mmoja leta sadaka kwa amani na furaha itokee katika mtu wake wa ndani. Kwa yoyote alipae tithe kutoka katika mtu wake wa ndani, utoka kila mwana aletaye Bwana kwa ajili ya kujengea kanisa lako kwa amani na sifa sakuruza. Babu ni Mungu naishi, kwa Yesu tunaomba na kuamini. Tunaweza songelea mbele tukimtolea Bwana sadaka tunapoendelea na mambo ya worship, na Bwana atatubariki. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru wewe. Nini Bwana, Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme bali ninashukuru. naimba. Niseme nini Baba, niseme nini Baba,
niseme nini Baba, bali ninashukuru. Tulete matoleo yetu, muda unakimbia na sisi. Niseme nini Bwana, Nasema niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme bali ninashukuru. oh, niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru. Niseme nini Baba, Kwako Yesu niseme nini Baba, kuna furaha niseme nini Baba, Baba, bali ninashukuru. niseme Niseme nini Baba, niseme niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru. oh, niseme Niseme nini Baba, niseme niseme nini Baba, niseme niseme nini Baba, bali ninashukuru. naimba niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali ninashukuru. Niseme nini Baba, Kwako Baba niseme nini Baba, kuna raha niseme Baba, Baba, bali ninashukuru. damu yako Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Yako Mwana wa Mungu, Damu, yako damu, inaweza yote. damu yako Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Damu yako Damu, Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. oh, damu yako Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Damu yako Mwana wa Mungu, Unaweza kumwabudu Bwana ukipenda. yako Oh, inaweza yote. oh, damu yako msalabani, damu yako inaweza yote. Yako Mwana wa Mungu, Sijui vile umeamuka, lakini wewe mwenyewe utajuta mkutano mwabudu Bwana. inaweza yote. Oh, damu yako siku ya leo, damu yako inaweza yote. Damu yako Damu, Mwana wa Mungu, damu, damu yako inaweza yote. oh, damu yako Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Damu yako Kila mmoja atangaze damu ya Yesu inaweza yote. damu yako Oh, haleluya. inaweza yote. Oh, damu yako msalabani, damu yako inaweza yote. Yako Damu, Mwana wa Mungu, damu, damu yako inaweza yote. nasema damu yako iliyomwagika, damu yako inaweza yote. Damu yako Asha, Mwana wa Mungu, saidia Sunday school kuingia kwa ibada. Hakuna ibada ya Sunday school, ingisha ndani. inaweza yote. Oh, damu yako ilimwagika, damu yako inaweza yote. Yako Damu, Mwana wa Mungu, damu, damu yako wote waingie ndani. inaweza yote. Oh, damu yako Mwana wa Mungu, damu yako
yako inaweza yote. Tuseme damu, damu ya Yesu inaponya, inatakasa. Oh, damu yako msalabani, damu yako inaweza yote. Damu inaweza yote. Oh, damu yako Simba wa Yuda, damu yako inaweza yote. Kumbuka damu ilikufanyia nini? Kwa nini damu ilimwagika? Nasema damu yako ilimwagika pale msalabani, inaweza yote. Damu nasema damu yako siku ya leo, damu yako inaweza yote. Father, we give honor and glory. Naimba damu yako Jehova Shama, damu yako inaweza yote. Sema damu, Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Oh, damu yako msalabani, damu yako inaweza yote. Damu yako Mwana wa Mungu, damu inaweza yote. Oh, damu yako ya ushindi, damu yako inaweza yote. Sema damu, Mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote. Mbali umenitoa Bwana, ni mbali unanipeleka mbali. Bwana unanipeleka mbali, umenitoa Yawe, ni mbali unanipeleka mbali. Nasema ni mbali, umenishika mkono, ni mbali unanipeleka mbali. Mwambie Bwana ni mbali, wazazi hawawezi. Nasema ni mbali, umetushika mkono, ni mbali unatupeleka mbali. Oh, ni mbali, umetushika mkono, ni mbali unanipeleka. Nasema ni mbali, umetuvukisha Baba, ni mbali unatupeleka. Haleluya. Nasema ni mbali, tuna uweza wa kusifu, ni mbali unatupeleka mbali, mbali. Oh, ni mbali unatuwezesha, ni mbali unatupeleka. Haleluya. Hemoza ya dabuza kaya dabuza. Inulia tu Bwana mikono, mwambie Bwana ni umbali umenitoa hiyo wiki mzima na hata Januari, na nina matumaini ya kwamba ni mbali tena unanipeleka. Inua tu mikono, kapange Sunday school wote watoshe kwa viti zikisonga songa, sio nyuma. Waingie vile viti ziko plain, wapata kupata viti.
na Bwana atatubariki sana penda na ibada. Ambie Bwana kwa muda mchache ya kwamba ni mbali Bwana unatupeleka. Haijakuwa rahisi, lakini umbali Bwana anatupeleka ni umbali Bwana ametubeba, ni umbali Bwana ametutunuku, ni umbali Bwana ametufikisha, si kwa gharama mwanadamu, ni umbali. Yebo zaka, usichanganye watoto na watu wakubwa Asha. Make sure watoto wote wako mkono wetu wa kushoto, na Bwana atatubariki. Lebo zaka ya ndamozaya, limo zaya ndebo zaka ya ndaboza, yezebeze ya raboza. Ni mbali Bwana, ni mbali umetuleta, ni mbali natupeleka, ni mbali tunaenda na wewe kupitia nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Ni mbali Bwana, ni mbali kwa gharama yako, ni mbali. Nina sababu ya kusema ni mbali. Ni mbali ya bozaka lemo zaka ya dabozaya, ni mbali kwa mkono wako, ni mbali. Thank you Jesus. Mwambie Bwana, nisaidie mtu wangu wa ndani afunguke, aweze kupokea neno lako ambalo liko tayari kwa ajili ya siku ya leo, ambao ni mkate wa uzima. Ambie Bwana, nisaidie the inner man, help the inner man to hear you, to understand you, to know you. Over zakaya dabozaya, lemo zakaya shedebozaya, lezebozaya kabozakaya, rimo zaka. Ambia mtu wa ndani wako Roho Bwana msaidie kumtia mafuta, pata kibali ya kuwa na viwango vya kufunguka masikio, ili aweze kuwa na neema na kibali ya kumsikiza Mungu wake aliyemuumba. Yekeboza la ya daboza kaya dabozea. Mtu wa ndani, the inner man, speak to the inner man, ongelesha mtu wako wa ndani, zungumzia mtu wako wa ndani. Mtu wako wa ndani aweze kubali kulipokea neno la Bwana la wakati, aweze kusaidia kuelewa neno na kumjua Mungu wako wa kweli. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu unaishi, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mweza vyote, muumba mbingu na nchi, miguuni mwako tunanyenyekea tukisema unastahili. Baba, sifa na utukufu zina wewe. 2026 Bwana, ni neema yako imetubeba, katuwezesha kufunga mwezi wa kwanza, na leo ni Jumapili ya kwanza Februari. Tunalibariki jina lako. Tarehe 1 mwezi wa pili 2026 ni siku ya kukuabudu Bwana, mataifa yote ya kuabudu, hata nasa hapa tunakuabudu, tukiashiria kunyenyekea na kuvunjika na hata kuanguka miguuni mwako kifudifudi. Toka katika mioyo yetu ya ndani tunapungua Baba, ili uongezeke. February belongs you, oh Lord. February hii ni yako Jehova. Utatembelea kila mmoja wetu, mkubwa kwa mdogo, utatuneemesha kusimama katika uwepo wako na nguvu zako. Tupe neema ya kutembea katika majira yako, na sifa na utukufu za kurudia. Asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa mkono wako wa upendo. Ewe Roho Mtakatifu wa Bwana, tutendee makuu yatokayo kwako. Saidi ya mno tunatamani kukujua, na zamani neno lako lijifunue kwetu na tukuelewe kwa mapana makubwa. Mioyo na nafsi ya nje, wana wetu, waume wetu, wake wetu, binti zetu, na hata wageni walio manyumbani mwetu wakuelewe wewe Mungu ulivyo Mungu wa kipekee. Mifugo yetu ikuelewe, na hata machumba tuliyojenga na mali tuliyotubariki ikuelewe wewe, ikujue na iwe tayari kutumika kwa ajili yako. Sifa na utukufu ni zako. Viwango na tupeleka ni wewe. Karibu Roho Mtakatifu katika ibada hii. Tunatangaza damu Yesu iliyotika msalabani, damu Yesu Kristo ikanene mema katika ibada hii, katika mtembeleo wako wa nguvu. Wewe ni Bwana, simama nasi ukanene nasi. Sasa na wiki mzima umekuwa mwema, na hata leo unaenda kuwa mwema. Mwezi huu utakuwa mwema kwa kila mmoja wetu. Kwa Yesu tunaomba na kuamini.
Naomba upigie Bwana Yesu makofi, kisha utapokea kiti katika jina la Yesu Kristo, na Bwana ataweza kutubariki sisi zote katika ibada ya leo. Pokea kiti katika upendo wa Bwana. Naomba turuhusu watoto wakae mahali tumewapata. Kama umekuja na wewe ni mtu mkubwa, rudisha huyo mtoto mahali amekaa. Ingia tu kwa kiti yenye iko plain. Unajua watoto wamejua wakati wa kuja kwa ibada na sisi wazazi bado hatujui. Kwa hivyo kama kutapatikana na mtu ataingia amechelewa, mruhusu akae chini. Hakuna mtoto ataamshwa kwa kiti. Na Yesu alisema tuache watoto wadogo waje. Alijua hao watoto ndio wanaweza rithi tu ufalme wa Mungu. Lakini watu wakubwa hawajui mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tunabariki Bwana na sadaka ya makofi. Na kwamba kama umekaa karibu na kitu usitake kusongeshwa, jaribu kusonga kwa wakati wako mwenyewe. Ukiingia kiti naomba uingie kiti yenye haina mtu. Tunapatana? Nalisema tusipatie Asha kazi mzito. Make sure you are sitting mwenyewe. Kama kwa nyumba yako huwa unakaa aje? Kwa mlango ama wapi? Utajibu nyumbani. Amen. Mimi niko mzima, namshukuru Mungu amenipa neema ya kuingia kwenye ibada hii, na ninambariki Bwana kwa wema wake na ukuu wake ambao ametuwezeshea. Kwa hivyo tunambariki Bwana sababu ni mwema. Nafasi hii namshukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi wa ibada, na pia natashukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu ambao tumekuwa naye Januari nzima. Tunasema Bwana mbariki, tumpigie makofi. Kwa hivyo punde tu pale kama sijaondoka, natumai tunaendelea vizuri katika maombezi ya usiku. Kwa hivyo maombezi ya usiku ni nani atashikilia mahali ya Mama Beatrice amekuwa anashikilia, mwisho wengine tunaweza patia masi, tumpigie makofi.